Nisome sura ile, kitabu cha Mithali sura ya 13 mstari wa 23. Lakini nitasoma Zaburi 127 mstari ule wa kwanza mpaka ule wa 5. Nisikilize sasa. Maandiko matakatifu yanasema, chakula chapatikana kwa ukulima wa maskini, bali viko viharibiwavyo kwa sababu ya dhuluma. Narudia tena. Chakula kingi chapatikana kwa ukulima wa maskini, bali viko viharibiwavyo kwa sababu ya dhuluma. Zaburi 127 aya yake ya kwanza inasema hivi: Bwana asipoijenga nyumba, waijengao wanafanya kazi ya bure. Bwana asipoulinda mji, yeye aulindaye anakesha bure. Kazi yenu ni ya bure, mnaoamka asubuhi na mapema na kukawia kwenda kulala na kula chakula cha taabu. Yeye Bwana humpa mpenzi wake usingizi. Tazama, wana ndio urithi wa Bwana, uzao wa tumbo ni thawabu. Kama mishale mikononi mwa shujaa, ndivyo walivyo wana wa ujanani. Ni heri yule mtu aliyeijaza podo lake hivyo, maana hawataona aibu wanaposema na adui langoni. Niendelee kidogo nichungulie sura ya 128. Heri kila mtu amchaye Bwana, aendaye katika njia yake. Bwana Yesu libariki neno hili na watu hao wasikiliao. Amen. Nisaidie tena kusema amen. Kwa sababu umekaa, najua utanisikia vizuri. Na leo natamani nizungumze na wewe. Sema amen. Bwana asifiwe. Ninazungumza habari njema, habari iletayo ufalme wa Mungu kwenye maisha ya wanadamu. Waandishi wa Biblia hii ni kitabu kitakatifu cha Mungu. Kimeandikwa na watu kwa muda wa miaka mingi ya uandishi. Biblia imeandikwa kwa miaka 1600 na zaidi, na imeandikwa na watu zaidi ya 40 kwa vipindi tofauti. Lakini majira na mazingira ya maandishi yalikuwa chini ya usimamizi, sio wa mtu, usimamizi wa Roho Mtakatifu. Jamani, haleluya. Mwandishi wa kitabu cha Mithali pia ni wengi, lakini kuna mwandishi mmoja aliyeandika mithali nyingi kuliko wenzake. Huyu aliitwa Solomon, mwana wa mfalme Daudi. Lakini pia kitabu cha Zaburi nacho kimeandikwa na zaidi, inakadiriwa kati ya watu 40. Lakini mwandishi mkuu wa kitabu hicho ni mfalme Daudi. Vitabu hivi ni vitabu vinavyotajwa kama mashairi, yaani mashangilio. Vimebeba maombi, vimebeba sifa, vimebeba toba, vimebeba ushauri, vimebeba na mtazamo. Na mwandishi wa kitabu cha Mithali alibeba hekima kubwa sana iliyokuwa inaeleza uwazi wa Mungu anavyotenda kazi kwa watu wake.
Na hapa mwandishi huyu anaeleza maneno haya kwa uvuvio wa Roho Mtakatifu, akifungua fahamu ya mtu. Anaeleza kwamba chakula kingi kinapatikana kwa ukulima wa maskini, lakini viko vyakula vingi katika vile vinavyopatikana havikai kwa huyo maskini, ila vinaharibiwa, vinapotea. Na vinapotea sio kwamba anaharibu yeye, ila kuna kitu asichokijua yeye kimetajwa hapo, kwamba bali viko vinavyoharibiwa kwa sababu ya dhuluma. Hebu nisaidie kusema dhuluma. Si unajua dhuluma? Jamani, haleluya. Si unajua dhuluma? Dhuluma maana yake nini? Ni hali ya kunyang'anywa mali iliyokuwa ya kwako na kuwa mali ya mtu mwingine bila ridhaa yako. Hiyo ndiyo dhuluma. Jamani, Bwana asifiwe. Unanielewa vizuri? Lakini sambamba na haya, mwandishi wa Zaburi naye anaandika, anakombea maelezo. Anasema kinachopelekea dhuluma kwenye maisha ya mwanadamu ni nini? Mwanadamu anapambanaga peke yake, anasahau kwenye ulimwengu wa roho ndio kumeficha siri ya mafanikio ya maisha yake. Jamani, Bwana asifiwe. Walokole tuliookoka tumeshakuwa wajanja, ingawa wapo wachache wetu hawajajua ujanja. Ujanja wenyewe ni huu. Aliandika mwandishi wa Zaburi kwenye sura ya 118 mstari wa 8 kwamba heri kumkimbilia Bwana kuliko kuwakimbilia wanadamu, heri kumtumainia Bwana kuliko kutumainia wakuu. Kumbe sisi ujanja wetu tumeshawekeza maisha na vitu vyetu kwa Bwana. Ndio maana haya maandiko yamesema, kama Bwana asipolinda mji, alindaye anafanya kazi ya bure. Jamani, haleluya. Tunaoelewana punga mkono juu namna hii. Kama tuko pamoja sema amina mpaka mbinguni wasikie. Haleluya, haleluya, haleluya. Napenda haya maneno. Napenda haya maneno. Mungu asipolinda pesa yako, hautaweza wewe kuilinda. Mungu asipolinda watoto wako, hauwezi wewe kuwalinda. Mungu asipolinda mume wako au mke wako, hata uweke security, hauwezi kumlinda. Hata uwe na wivu kiasi gani, hauwezi kumlinda, kwa sababu siri ya uharibifu imefungwa kwenye ulimwengu wa roho. Jamani, haleluya. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Uzuri mimi mchungaji Katekela ninaujua ulimwengu wa roho, sio sebuleni tu, ninaujua mpaka chumbani. Hauwezi kunipiga chenga kwa sababu nimeuishi. Baba Askofu, kile nacho kiongea nimekiishi, sijafunuliwa. Nimepata neema ya kujazwa Roho Mtakatifu baada ya kuokoka, ila kabla ya kuokoka nilikuwa naishi maisha tofauti na ya kwako. Bwana tusaidie sana. Nilikuwa naishi kwenye ulimwengu wa roho. Hebu sema kwenye ulimwengu wa roho. Yaani nilikuwa sionekani na wewe. Yaani kwa physically nilikuwa sionekani. Sijui tunahitaji huyo mtu. Nipo ila hunioni. Ila nipo. Tunasema ni nini? Mzimu. Sio mzimu. Maana mzimu ni mtu aliyekufa. Ila mimi sikufa. Nilikuwa hai. Unaweza ukasema ni nini? Mzuka. Hamna. Mzuka sio hiyo. Mzuka huwa ni pepo chafu linaloleta kumbukizi kwa mtu aliyefiwa, ili kutishika na kuishi maisha ya wasiwasi. Yaani linabeba kisasi kwa majini aina ya tego.
sio mzuka. Nilikuwa kama nani, tunaita kama zombi, si zombi eti zombi. Maana mchawi, kuna wachawi hapa hawawezi kwenda kule nilikokuwa. Maana wachawi wasikutishe. Si chochote, uchawi wenyewe kukopa huo. Usiogope wachawi. Ndio maana mimi nakwambia tunapotangaza kuokoka, tumechagua fungu lililo jema. Hatuko chini ya mtawala yeyote zaidi ya Mungu peke yake. Ndio maana jioni ya leo ninanena maneno haya kwa ujasiri. Heri tumkimbilie Bwana. Msaidie kusema amina basi. Jamani, haleluya. Mimi nilikuwa naishi ulimwengu wa roho mwenzako. Na maisha yangu nilikuwa na uwezo wa kusafiri kwa sekunde, sio dakika, sekunde 45. Ile ndi na safiri kutoka Tanzania ninashuka Australia, ambayo ukisafiri kwa ndege kutoka Tanzania hadi Australia ni masaa 13. Lakini mimi nilikuwa natumia sekunde 45. Sekunde zingine 50 nilikuwa natoka Australia na kwenda Amerika. Natoka Amerika na kwenda Canada. Natoka Canada na kwenda Brazil kwa sekunde 50. Sekunde zingine 40 natoka Brazil moja kwa moja hadi Saudi Arabia. Kwa hiyo ndani ya dakika 15 dunia yote nimeizunguka na nimerudi Tanzania na kuambia habari za Seychelles, habari za Comoros, habari za Madagascar, habari za nani huko Australia, habari za Brazil, habari za Marekani, habari za Uholanzi, habari zote nakwambia. Dunia ilikuwa hapa. Bwana tusaidie. Si ni ulimwengu wa roho huo? Nilikuwa na uwezo. Sio hivyo tu, nilikuwa na uwezo wa kuvaa mwili wa mtu, alafu nikakaa na wewe, ila nikajua wewe ni nani bila wewe kuniambia. Nikajua ulizaliwa lini, ulizaliwa wapi, siku gani na saa ngapi, na mpaka leo unawaza nini, ukitoka hapa utaenda wapi, leo utakula nini, utalala wapi na saa ngapi, hadi ndoto unazoota naziona, na kesho utaamka saa ngapi, una biashara gani, umeolewa au umeoa au hujaolewa au una mahusiano, najua. Sio tu kesho, miaka 10 ijayo ya kwako, wakati wewe bado uko leo. Nilikuwa najua. Bwana tusaidie. Bwana tusaidie. Ndio maana mimi huwa naangalia wadada warembo. Unamwambia dada mrembo okoka, analembua, analitikisa ya 50, anafikiri labda tunamtaka. Maskini ya Mungu. Ungejua kama huo urembo ni takataka, isikudanganye chochote. Walikuwepo warembo kuliko wewe, kuzimu imeshawameza. Sasa hivi urembo umebaki sehemu moja, kwa Yesu peke yake, kwa Yesu peke yake. Yaani mimi nilikuwa na uwezo, nikiangalia hivi msichana najua kabisa hata nikabikla, hata kalishaolewa, haka kana watoto 7, haka kana watoto 2, huyu anaumwa ukimwi, huyu anaumwa sikoseli. Nilikuwa najua, kwa sababu hayo magonjwa yote ninayoyataja yalikuwa ni kodi namba satanisi, yanakaa mkononi. Una uwezo wa kuliswitch kwa 1% mtu akapata. Kwa hiyo nilikuwa najua mambo mengi. Nisiishie tu kusema nimetoka wapi. Kazi nilizokuwa nafanya ni nzito. Tunapomweleza huyu Yesu ya kwamba alikuja kutafuta na kuokoa kilichopotea, ni
Msione hizo nyumba nzuri, hayo magorofa hayo yana siri nzito, yana watu wamelala humo, walishazikwa vivuli vyao kaburini, ila wanavuta wateja kwenye hayo mahoteli. Msione hayo mabasi ya abiria, hivyo viwanda na makampuni, usivione ukashangaa. Siri inayoendelea kwenye ulimwengu wa roho ni hatari. Ndio maana nataka nikwambie Mtanzania mwenzangu, bila kuwa na Yesu haya maisha ni hatari. Usidanganywe na kaumeme katanesko kanakowaka. Usidanganywe na ugali na hicho kitimoto unachokula. Hiyo ni raha ya udanganyifu. Ulimwengu wa roho una nguvu kuliko ulimwengu halisi. Ndio maana Mungu ni roho, na kwa kuwa ni roho, tukiokoka anatujaza Roho Mtakatifu, na huyu Roho Mtakatifu ni ulinzi wa maisha. Hatulogeki ng'oo, hatuangiwi ng'oo, hatuonewi ng'oo, hata wafanyeje tunabaki salama. Ndio maana maandishi yamesema, wamtumainio Bwana ni kama mlima Sayuni, hautatikisika. Jamani, haleluya, haleluya. Bwana asifiwe. Nilikushuhudia juzi vile nilivyopelekwa huko. Baada ya kufikishwa huko, nilijikuta nimekuwa familia ya kishetani. Mpaka hapa naongea hivi, Iringa hii ilikuwa na magwiji. Wakati ule mimi nilikuwa sijaokoka, ilikuwa na magwiji 17 hapa Iringa mjini. Lakini mkoa wa Iringa ulikuwa na magwiji 31. Sasa hivi sijui wamepungua, sijui wameongezeka, maana mimi nilishaokoka mwenzako. Jamani, haleluya. Bwana atusaidie. Lakini mpaka naokoka mimi nilikuwa na cheo. Maana kule maisha ya kule ya ulimwengu wa roho yanaitwa ya kuzimu. Kuna shule mzee nimesoma mimi kule, kuanzia nasari nimesoma paka nikafika form 4, nikasoma hadi form 6, nikasoma chuo elimu ya falaki kicho cha maarifa, nikatunukiwa mpaka nikapata masters. Kwa hiyo kwenye elimu ya giza nina ufahamu mkubwa ambao wa kusomea, wa vitendo na wa maisha. Mungu ameniokoa, ameokoa dude kweli, nimeponyoka kule. Jamani, haleluya. Ndio maana nilipookoka ile natangaza tu sasa nimeokoka. Kuzimu ilichanganyikiwa. Mpaka dakika hii haijaamini, wanakuwa wananitafuta kuniua ili nife tu nisiseme siri za kule. Kuna siri ambayo nikiitaja hapa utashangaa mvua inakusanyika na kuanza kunyesha. Kusema tu, au utashangaa radi zinakirilika na kupiga. Ni siri tu ambazo ziko huko. Hatuwezi kuyasema yote kwa sababu hauna imani ya kustahimili. Unayo wewe, sio jirani. Tunayasema haya ujue Mungu ni nani na anataka tuishike. Jamani, haleluya. Bwana asifiwe. Mungu ni mwingi wa rehema na huruma. Anawarehemu watu maelfu. Tena maandiko yamemsifia Mungu, yamesema hivi, anawaonyeshea mvua hata wabaya na wema. Bwana asifiwe. Wewe anayekutesa ni nani? Ni nani? Nisikilize nikwambie, kuna kitu kinaitwa wachawi. Hebu sema wachawi. Na leo hapa Bwana amenipa mamlaka ya kuwatamkia wachawi roho ya kushindwa katika jina la Yesu. Ninatangaza kudhoofisha vyama vyote vya wachawi hapa Iringa katika jina la Yesu aliye hai. Waganga wote ni mende, kunguni, viroboto, sisimizi, panya. Sijui hapa wako wachawi hapa? Iringa wapo wachawi?
jirani yako, ukimwona anakasirika ujue imeanza kupenya yenyewe hiyo. Jamani, haleluya. Piga mkono kwa Bwana na Maria, sema amen. Hao wachawi ni mawakala wa mashetani. Kila siku wana vikao. Kuna kitu kinaitwa kalenda ya vikao. Ile kalenda ya vikao inaanza, yani unaona katika saa 24 wao hawalali. Wako kazini all the time. Wako kazini. Yani inapofika saa 1 kamili jioni, ile jioni sisi tunasema tufunge duka, twende nyumbani tukalale. Tufunge ibada, twende nyumbani tukapumzike. Wao wanaenda kwenye ibada, wana ibada ya kwao. Ile inaitwa rakaa 5, ibada ya Kishegu. Ile ibada wanaswali swala 5, wanammilikisha shetani watoto wao. Wanamwambia shetani, wewe shetani utakuwa Mungu wetu, sisi na watoto wetu na watoto wa watoto wetu na vizazi vyote vitakavyotokana na sisi tunakupa. Uhakikishe wanakuwa waja wako, na wasiokufuata wewe shetani kuanzia sasa wapatilize adhabu ya kabli. Ndio maana kuna mtu unakuta wewe sio mchawi ila mama ni mchawi, lakini unaishi maisha ya mateso kana kwamba wewe ndio umeroga. Sio wewe. Kuna mama yule mchawi amekusacrifice kule, amewaambia mashetani wakutese kwa sababu wewe sio mchawi. Lakini wakimaliza ile ibada saa 2:15 wana swala nyingine ambalo ni swala tarawih. Ile swala wanajiweka wakfu kwa shetani. Baada ya kuweka wakfu vizazi vyao, wanaweka wakfu maisha yao. Yaani unaona hivi choo chochote ni mlango wa kuzimu ulio karibu na makazi ya binadamu. Na huwa choo yoyote huwa ina majini 5 mpaka 7. Ndio maana sisi tuliookoka huwa tuna viwakfu vyetu katika jina la Yesu Kristo. Vinazingirwa kwa damu ya Yesu. Maadamu tumeokoka, hadi na nyumba zetu zimeokoka. Wachawi hawafiki wala majini, maana Mungu ni moto ulao. Wapenda niendelee? Sasa vile ndio maana wale watu mliotoka kwenye wale watu wa Islamu mnanielewa. Hata nitoboe tu. Waislamu mnanielewa hapa. Kwani si mpo? Kwenye madrasa au msikitini kuna funzo linaloeleza ukiingia chooni lazima utangulize mguu mmoja na lazima useme a'udhu billahi minash shaitani rajim. Ndio unye. Na kwa wale wafuga majini sasa, tuache Waislamu. Kwa wafuga majini sasa, lazima kila unapokunya, yani hivi nikidumbukia lazima useme walaina salamu tafifa likafirun. Walaina salamu tafifa likafirun. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Kwa nini? Ile dua ni dua ya kukomandi, kumfukuza shetani asikuwataki. Bwana atusaidie. Bwana atusaidie. Chooni kuna mashetani majini, kesho nitawataja majina yake, ila sio leo. Jamani, haleluya. Leo nafunua siri za wachawi hapa, naziweka wazi ili tuzipige kwa jina la Yesu. Na niwatangaza wachawi wote migune, mikunguni, miroboto, hawana nguvu yoyote na wameshindwa kwa jina la Yesu. Wanaosubutu kukuroga watarogeka wao wenyewe. Wanaopanga mabaya juu yako watayaona mema ya Bwana tangu sasa katika jina la Yesu Kristo. Nisaidie kusema amen. Sasa ile saa 2:15 wachawi wanaenda vyooni. Mle chooni, hata kile choo cha kizungu, kuna maneno wanayataja. Wakiyataja, kinyesi chote kilicho kule
kinapanda kinasogea hapa juu. Kikisogea anaanza kukichukua, anakula. Kingine anachukua, anajipaka. Kwa wale mliobahatika kuona wachawi ni mashahidi. Upande huu ni mweusi kama amepaka majivu, na upande huu ni ana rangi keupe au ana chaki nyeupe kabisa, na amejipaka uchafu kama kinyesi cha chooni kifuani, na yuko kifua wazi, ana masanga na ana kidumu kadogo kana maji meusi yanayonuka. Haya maji ni ya chooni. Ndio maana nakwambia kuokoka, usijute kuokoka. Wewe uliyeokoka, wewe hako anateseka. Jamani, haleluya. Kwa nini anakula yale mavi? Anachukua nguvu ya yale majini yaliyo chooni na anapata sura halisi ya kishetani itakayomuongoza kufanya shughuli yoyote ya kitawi. Unajua siri ya ushindi wa maisha katika imani tunayoipambania. Ili uweze kushinda kwenye hiyo imani, lazima ujifananishe na madhabahu unayoitumikia. Yani kama ni mwana wa Mungu, hakikisha uwe mtakatifu, ufanane na Mungu wako aliye Roho Mtakatifu. Lakini kama ni mwana wa Ibilisi, utafanana na Shetani. Ndio maana mimi nawaambia hivi, wale walio mbunde mbundani, huku kwa Yesu yupo, kwa Shetani yupo. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yani wewe ni mboga ya mapepo, muda wowote utaliwa, kwa sababu ulinzi wa Mungu huna, wala ulinzi wa mapepo huna. Wewe ni potepema kwa Shetani sio baba yako, wala Mungu sio baba yako. Kwa hiyo sasa wakikuona, hata wakikutania, wanakutania wewe mbuzi, utaniambia nini? Wewe kuku, utaniambia nini? Kwa nini? Saa yoyote wakikutaka wanachinja, na hauwezi kukataa. Wakitaka mtoto wako wanakula, wakitaka mali zako wanabeba. Hauna ulinzi. Ngoja nikwambie, hata kama unasali ila unahirizi, kama unasali una michepuko, kama unasali unaiba, kama unasali ni muongo, kama unasali ni mshirikina, na kusali kwako kote si lolote. Bora uache, maana utaliwa na mashetani. Ndio maana Joshua kwenye vile kitabu cha Waamuzi aliwaambia wale wana wa Israeli, sura ile ya 24, akawaambia, amueni nyinyi leo mtakaye mtumikia, kama ni miungu yenu ile mizimu ya Misri ifuateni, lakini mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Kwa nini? Anajua kabisa kwamba siri ya ushindi wa kiimani kaa njia moja. Kama ni kwa Mungu, baki kwa Mungu. Jamani, haleluya. Bwana asifiwe. Wanaonielewa sema amen. Mungu anapenda mtu aliyenyooka. Anapenda aliyenyooka. Sema amen. Mwangalie mwenzako usoni, alafu kimwona umekasirika, mpe pole. Ujue yamkini sindano imepenya. Kwa hiyo ukoka, sema amen. Acha niendelee kuumbua sasa hizi siri. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Unaniruhusu niendelee? Sasa haya maandiko yanaposema Bwana asipolinda mji, alindaye anafanya kazi bure, maana yake ni hivi. Nisikilize sasa. Wanapomaliza kujipaka huo uchafu wa chawi, wanaenda kwenye ibada. Ile ibada inaanza na alhamdulillahi rabbil alamin, ya lakum talakum tafifu al-kafiruna, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ya lakum talakum tafifu al-kafiruna, ya wanapoyataja yale. Hapa siongei dini jamani, naongea lugha ya mashetani, siongei dini ya mtu.
Ukinishitaki shauri yako, nitasimama tu, maana ni lugha hiyo, sio dini. Tunaelewana Sasa wakishaongea yale maneno yale nimetaja dua 3, ila hiyo dua inakoelekea ukisikia walaina salam tafifu al-kafirun, maana yake laana ya Mwenyezi Mungu iwe juu yake kafiri. Sasa wanapotaja yale maneno wanamaanisha nini? Ni dua pinzani inayobagua, inayoweka mpaka kati ya majini jumlisha watawi na mtu anayeitwa mwana wa Kristo. Adui mkubwa wa Shetani ni mtu aliyeokoka. Adui mkubwa wa Shetani ni mtu anayetajwa kwa jina la Yesu. Kwa nini ni adui wa Shetani? Yesu alisema hivi, juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Na unaposikia milango ya kuzimu, maana yake unajua maana ya milango ya kuzimu sio kwamba kuzimu ina mlango kama vile hivi mtu ufungue uingie. Milango ya kuzimu ni Shetani mwenyewe na malaika zake na mawakala wake au watawi hao na vile vibaraka wake. Vipo vimajini vibaraka, vipo vimisukule, vipo vingi vinyamkela, vipendwa, vimakata vingi. Kwa nini ni milango? Yenyewe ndio sababu ya mtu kwenda kuzimu. Bila hivyo vimapepo huwezi kupeleka kuzimu, maana Mungu ni uzima wa milele. Jamani, unanielewa? Kwa hiyo Yesu aliposema milango ya kuzimu haitalishinda, maana yake wachawi hawatamweza huyu mtu aliyeokoka, wala majini hayatampata, wala mapepo hayatampata, wala uchawi hautamweza, magonjwa hayatamweza. Kwa nini? Amebarikiwa yeye aitajaye jina la Bwana wa majeshi. Haleluya! Sasa wanaposoma ile dua wanaanza kujadili. Kuna kitu kinaitwa uchifu satanisti. Ule uchifu satanisti ni uongozi wa kichawi unaotokana na watemi au machifu walioasisi zamani ambao walishaka kufa. Kwa mfano hapa Iringa, uchifu unaotawala Iringa hata ubadilike ni Mkwawa. Hata atoke nani, ulimwengu wa giza unamjua Mkwawa ndiye chifu wa Iringa, Mkwawa. Kwa hiyo uchifu satanisti lazima unatumia nembo ya Mkwawa. Na sasa usichokijua, mzimu wa Mkwawa unaowaua watu wa Iringa ni fufu la mtu ambalo limetoboka kuanzia hapa mpaka huko. Maana yake roho inayoua watu wa Iringa ni roho ya kujinyonga. Lakini mtu yeyote anayejinyonga hajinyongi kwa hiari, anajinyonga kwa lazima. Baba mmoja kule Kasulu ya Kigoma, nilienda kuhubiri injili pale, nikakuta kesi. Baba mmoja alikuwa afisa mtendaji wa kata, wakawa wamemzulia kesi kwamba ameiba mali ya serikali. Wakamtengenezea kesi nzito ambayo ilikuwa inamgharimu kufungwa bila dhamana. Maana kuna kesi ambayo inaitwa utakatishaji fedha, kujipatia fedha, wanasema nini sijui, kujipatia fedha kwa njia ya udanganyifu, sijui nini ile. Ukikamatwa na ile, ule wanasema ni kama uhaini, ukiwekwa loka utoki mpaka uzilipe. Yule bwana wakawa wamemkamata. Walivyomnasa akawaza namna ya kupona hapa sioni. Ghafla wakati mawakili, ndugu, jamaa wanatafuta namna ya kuomba maombi kwenye serikali ya mkoa, kanda, taifa kwa rais, ili haki itendeke, jamaa aachiliwe. Ghafla wanaamka asubuhi, wanaitwa na askari, njooni muone ndugu yenu. Wanaenda wanakuta amejinyonga. Wakaanza
kujiuliza, amejinyongaje wakati hii kesi tulikuwa tulishaipatia ushindi? Tumeshapata mawakili. Amejinyongaje huyu mtu wakati mpaka barua imeenda kwa Rais Magufuli? Amejinyongaje? Yani kila mtu akachanganyikiwa. Sasa tunajua hata mambo ya dini, mtu akijinyonga kanisa halihusiki sana, linazika tu kama mwenye dhambi aliyekufa, maana linajua hajaenda mbinguni, maana amejiua. Kanisa likazika. Siku 4 baada ya mazishi, yule marehemu aliyejinyonga akaanza kuwajia mke wake, anamwambia, Mama Abigaili, nateseka mwenzako, wananifanyisha kazi usiku na mchana, hawanipi hata chakula, naomba unisaidie hata ule ugali uliouacha. Yule mke anaamka analia, anamwita mume wake, Baba Abigaili uko wapi? Baba Abigaili uko wapi? Anazunguka nyumba yote, Baba Abigaili hayupo. Wiki ikaisha, mwezi ukaisha, wafanyakazi wenzake wanacheka, wanasema wale wakujinyonga, walizani hela za serikali ni za mchezo, wamejinyonga. Kumbe ni mchezo. Unajua shetani yuko kila sehemu, sio shamba tu, hata ofisini yupo. Na kikulacho siku zote ni kile kiko nguoni mwako. Yule baba akawa amekatiliwa. Bahati nzuri Bwana yupo. Ndio maana Biblia inasema heri kumkimbilia Bwana. Yule mama akawaza, akajisalimisha kwa Yesu. Akaenda kwenye kanisa moja la kiroho pale Kasulu, akajisalimisha, akaeleza ile kesi. Alafu kumbe Mungu mwema, walikuwa wametualika hilo kanisa kwenda kuhubiri pale. Tukaenda, tunafika, wakatuambia mazingira hayo, tukaanza maombi. Fuatilia, ile inaitwa vichua, nyang'anya, piga nikupige. Ile kuomba yakaanza kututisha yale matawi yaliyomchukua msukule. Yanasema, tunakwambia weka tekela, wewe siku ukifa tutakusaga kama uji tukunywe. Nikasema, wewe mtu mzima asisiwi nyao, bendera chuma, mlingoti chuma, lazima watu wetu mtawaachia na lazima mtakimbia wenyewe. Tulipoomba, wewe unapenda niseme, miezi 8 yule baba tukampata. Tunampatia wapi? Ilagala, ila Kigoma huko Ilagala. Yuko anasaga mashine. Huku alijinyonga, wanamkuta kwenye mti, ananing'inia hivi. Lakini tunamkuta anasaga mashine Ilagala. Wakati wanamkuta, walikuta ile kamba ilikuwa hii manila hili. Hizi manila hizi mnazijua. Ilikuwa imeshakula, imechinja kabisa, imezama ndina, damu nyingi imemwagika, macho yamenyofoka, haeleweki. Tunamkuta ana hata kovu. Paka hivi naongea na wewe, yule baba yuko hai na ana akili timamu. Watu wanasemaga, mtu akisha kuchukuliwa hivyo, hata akirudi anakuwa zezeta. Wewe sio kwa Yesu, wewe sio kwa Yesu. Anamkataga ulimi, anakuwa bubu. Nani kasema Yesu aliyefinyanga tope akaingiza kwenye macho ya kipofu hasindi kumponya? Piga kelele kwa Yesu, sema amen. Ndio maana ninakwambia maneno haya, Mungu asipotulinda hatuwezi kuwa salama, hatuwezi. Kinachoendelea gizani ni kizito, ni kizito. Kwa hiyo wale wachawi sasa wakishakaa vikao vile, wanaanza kujadili ile mijadala. Vikao, muda wa vikao ni saa 4 kamili ya usiku. Wanaanza kujadili nini? Afe nani leo? Ndoa ya nani ivunjike? Nani afukuzwe kazi? Nani anapendwa na mume wake tuiachanishe hiyo ndoa? Nani anajifanya yeye arwatani hapa mjini ana hela kuliko wengine, tumshushe? Wanaanza kujadili, lakini mwisho wanaanguka kwenye kitu kinaitwa ICD. ICD huwa ni kiwango
chenye vitu vinne kwa mtu. Kitu cha kwanza ni nguvu ya imani. Kitu cha pili ni mamlaka ya imani. Kitu cha tatu ni supporter company ya imani. Kitu cha nne ni udhaifu wa imani. Kwa hiyo mtu anayekamilika na hivi vitu huwa ni peke yake aliyeokoka. Maana imani yetu, Biblia inasema Kristo ametupa neema ya zaidi ya kuamini. Jamani, haleluya. Maana tunapomwamini Kristo tunafanyika watoto wa Mungu. Sasa wanaanza kumuona aliyeokoka, wanaanza kuwaza, kwa nini yeye ana hela, analindwa na nini? Hiyo inayomlinda maana yake ni supporter company. Unajua, ukiona unafanikiwa ujue hauko peke yako. Kuna watu wako nyuma yako wanakubeba hata usiowajua. Yaani ukiona unafanikiwa, na ndio maana nataka nikushauri, usidharau watu. Usidharau watu. Yule unayedharau ndiye anayekusaidia. Usimfanyie mtu mabaya. Usimlipe mtu ubaya. Yule unayemlipa ndiye anayekusaidia. Jamani, haleluya. Mwezi juzi nilipata kesi moja ya askari mmoja. Huyo askari alikuwa anajiita asiyejulikana. Alikuja kwangu, namsema kwa sababu hii ni issue, ni fundisho. Yeye alifanya biashara na mtu mmoja mwenye mafanikio ya kifedha. Wakachanga hela, wakanunua haisi, ikawa inabeba abiria. Ile hela ikawa nyingi, wakanunua gari ya pili. Ile hela ikawa nyingi, wakanunua gari ya tatu. Waliponunua gari ya tatu, yule rafiki yake sasa tajiri, yeye ni tajiri, ana mamigodi kule Geita. Alichokifanya huyo tajiri, akasema huyu rafiki yangu ni askari, lakini ni kama ufahamu ni mdogo. Hela anazozipata anahonga tu wanawake, ndugu zake kule hawasaidii. Huyu tajiri akasema ngoja hii hela inayotoka kwenye miradi yetu ya magari niwezeshe wazazi wa rafiki yangu. Jamaa akaenda akamnunulia nyumba baba yake na jamaa. Akaanza kusomesha watoto 4 wadogo zake na afande. Jamaa haelewi kama watoto ndugu zake wanasaidiwa na rafiki yake. Bwana akaja akakutana na marafiki wajinga, wakamshawishi ujinga kwamba unaonaje haya magari yote yakiwa ya kwako? Ili yawe ya kwako, hatimiliki inaonyesha wamiliki ni wewe na yeye. Dawa ni moja, tumdedishe. Akidedi huyu, wale wa familia yake utawapa viela kidogo vya kuwafidia, alafu mali itakuwa ya kwako. Jamaa si wanajua sheria, akamtengenezea zengo yule jamaa. Ikaonekana yeye sasa yule jamaa ni ana majambazi. Likatengenezwa zenge haraka, na yeye akatuma wenzake maofisa wakaenda wakamkamata yule jamaa. Walipomkamata yule jamaa, haraka weka lock up. Zengo linazunguka chini kwa chini. Yule jamaa akashangaa, kesi hata haijafika mahakamani. Familia ikaambiwa ndugu yetu amepotea, hatumuoni, anatafutwa, haonekani. Waombaji tukashirikishwa, omba na kuomba, wapi? Omba na kuomba, wapi? Omba na kuomba, wapi? Matokeo mwaka ukaisha. Cha ajabu, yule jamaa tangu apotee, ile nyumba iliyonunuliwa ya baba wa rafiki yake ilikuwa inafanyiwa ukarabati, marekebisho, finishing, lipu, marumaru, zindodi, marekebisho yote yakastop. Maana aliyekuwa anatengeneza hayupo. Wale wanafunzi kule wanasoma vyuo vya hela nyingi, wakashangaa
ya dhuluma huwa haidumu. Yale magari yakaanza kupata ajali, hajakaa sawa na yeye, vurugu zikaanza kazini. Akajikuta na yeye kumbe damu ya ndugu yake inamlilia. Akaanza kuwa mlevi, analewa wiki nzima, haonekani kazini, wiki mbili haonekani kazini. Mwisho akapewa barua ya kusimamishwa kazi. Tayari mzigo ukawa mzito. Mwisho akanifuata, akaniambia, mchungaji, naomba kutubu makosa yangu yote. Nikasema tubu mtumishi. Unasemaje? Mimi alikuwepo rafiki yangu fulani, tulinunua wote gari hivi na hivi na hivi, mimi nikaja nikashauriwa na fulani, tukamtengenezea hivi na hivi na hivi, mwisho tukamchukua tukafanya hivi na hivi, yule jamaa ni marehemu. Nikalia kweli, nikasema kumbe tunasali, tunafunga na kuomba, rafiki yake ndio amemuua. Nikasikitika kwa kulia, nikalia, lakini machozi ya kiume tunafutaga kiume hivyo hivyo. Nikafuta, nikamwambia, sasa umekuja kufanya nini kwangu? Sikujua mchungaji, rafiki yangu ndiye alikuwa analisha wazazi wangu, rafiki yangu ndiye alikuwa anasomesha ndugu zangu. Sasa nyumba ya mama imesimama, wadogo zangu watatu wamefukuzwa chuo, wako nyumbani, na mimi nimefukuzwa kazi. Mpaka hapa sina mbele wala nyuma. Nisaidie mchungaji, hata maombi unikopeshe hata 500 basi nitakurudishia mwisho wa mwezi. Nikacheka, nikasema elimu ya ujinga ni majungu kweli. Umeshafukuzwa kazi wewe, 500 nikukopeshe utanilipa mwisho wa mwezi kwa mshahara gani wewe? Na nikamwambia hata kama nilikuwa nazo, shetani wewe, nikupe hela yangu na ushetani uliofanya. Nikamwambia, omba Mungu mama yako na baba yako wasijue hiki kitu, na hao wadogo zako wakijua, wewe hawatakuteka ila wewe watakukataa, yani utakuwa kama Kaini. Nikamwambia, yani nakuombea toba, ila atubu mwenyewe kwa Mungu wako. Kwa nini nasema haya? Usidharau mtu usiyemjua. Usidharau mtu usiyemjua. Yule jamaa mpaka leo hii akasali, akaokoka, anakuja kanisani kwetu tu. Tukimaliza ibada ananifuata, pastor, na siku 2 sijala, na inabidi sawa huruma ya kichungaji ingie, nampa 5,000 kale. Na mke naye akasepa kwao, maana tajiri amekuwa masikini, na watoto nao wanakuwa machokola, wanakataa shule. Sasa jamaa roho mbaya haijenge, alitumia cheo na madaraka vibaya. Nisikilize, kila mtu ana watu wanaomsaidia, lakini pia nguvu ya imani ni ule uwezo wa wewe kukabiliana na changamoto ya maisha hata ukashinda. Lakini mamlaka nayo ni uwezo wa kuamrisha kitu chochote na ukakifanya kikawa kama vile unavyotaka. Yaani ukiona mtu ana plani kujenga nyumba na akaanza msingi mpaka akaezeka bati, akapiga lipu mpaka akahamia, ujue mamlaka ya imani bado ipo. Lakini ikiibiwa, unaweza ukashangaa unaishia kujenga msingi, mwisho ukauza kiwanja, au ukanunua kiwanja, maafisa usafi wakaleta dampo ikawa inamimina takataka hapo, mwisho unataifishwa. Mwingine unanunua kiwanja, hatimiliki unayo, unashangaa tajiri ameshusha mawe, anajenga mjengo pale. Peleka kesi, ni kuzungushwa, unaibiwa. Sio haki ya kawaida, ni wizi wa dhuluma ya kishetani. Bwana atusaidie. Bwana atusaidie sana. Bwana atusaidie. Ndivyo shetani anafanya. Lengo lake ni kuangamiza. Lengo lake ni kukatili. Lengo lake ni kutesa. Watanzania tutakuwaje salama? Haina haja ya kulaumiana wenyewe. Kuna haja ya kukabidhi maisha yetu kwa Bwana ili atulinde yeye tuweze kuwa salama.
Ukimwona mtu anayefanikiwa kuliko mwenzake, wanasema hivi, tuishike nyota yake. Kuna kitu kinachoitwa nyota. Nyota ni kama remote control. Ni nafsi ya amani iliyobeba utambulisho wa mustakabali wa maisha ya mtu. Yaani ukiona hivi nimevaa nguo hivi nimependeza, najua kabisa ni suti ya lugani, sijui ina visikizo huku na huku, nimevaa na kiatu cheusi na saa na pete, kuna kakalamu hapa, ujue nyota yangu iko active. Ila nyota ikiibiwa, yaani sijui kama nimevaa au nimevua, sijui kama nimekula au sijala. Ninachokiongea hata mimi sijui naongea nini. Yaani kwa tafsiri rahisi, mtu aliyeibiwa nyota ni mwehu. Hao wehu mnaowaona wanatembea mjini, katika wehu 100, wehu original ni huyu au sifuri. Wengi wanaendesha malori, wengi wanauza duka, wengi wanasimamia mahoteli, wengi wanalima mashamba. Ila mnachokiona ni kivuli. Wameibiwa, wamezulumiwa. Usione unachumbiwa mchumba anakimbia. Walishazika nyota, wanakufungia nguvu ya mauti. Kila kitu chako kife. Usiwe na makao, usiwe na amani. Kuna wengine mnakutana nao mchana, mnagonga tano, mnacheka. Ila ikifika usiku, wanarujuta kwa nini walikuchekea. Na wanakufungia mafundo, wanasema tutaona. Usione unapata pesa inapotea bila kufanya chochote. Kuna mwingine, mtu mmoja aliniambia kwamba mimi na mume wangu ni wafanyakazi wazuri wa serikali, mishahara tunayolipwa ni mikubwa. Mimi nalipwa karibu milioni 2, mume wangu karibu milioni 5, ni wafanyakazi wakubwa. Lakini kila tukipata mshahara, mume wangu anachukua kadi yangu ya benki, halafu anahamia baa, atalewa pombe mwezi mzima. Hela zote, mshahara wote ukiisha, ndio anarudi nyumbani anaumwa. Nikamwambia, mama pole, mwenye shida sio mume wako, mwenye shida ni wewe. Wewe ndio wamefunga nyota. Lengo ni kwamba wewe una plani ya kuokoa familia, lakini mume wako ndiye kampani itakayosababisha mtajirike. Wamemshika yeye ili muishe. Tulipoomba ile pepo la ulevi likamtoka yule baba, sasa hivi ni wazee wa kanisa pale Dar es Salaam wanakwenda mbinguni. Jamani, haleluya. Bwana asipolinda mtu, walindao wanafanya kazi ya bure. Katika haya mambo, naomba nikuulize swali. Unapenda niendelee? Katika hayo uko salama? Katika hayo uko salama? Ili uwe salama, jioni ya leo fanya maamuzi. Ukimkiri Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, na kuamini hivyo moyoni mwako kwamba Mungu alimfufua kutoka kwa wafu, na ya kwamba ni mwana wa Mungu, hakika utaokoka. Utaokoka. Na ukiokoka, Paulo amenena katika barua ya Warumi sura ya 8 mstari wa 30, mstari ule wa kwanza, anasema hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu. Hautaogeka, hautaibiwa. Natamani nikushuhudie vitu vingi wanavyovifanya wachawi, lakini nitaendelea kesho. Kesho nitakueleza siri inayosababisha watoto shuleni watoke kuwa na akili wawe mazezeta. Aidha, mfanyakazi anaachaje kazi ghafla na kujikuta hana ajira na ana apply kazi sehemu nyingine, anafukuzwa. Anatokaje mtu kuwa mzima mpaka ana stroke? Haya magonjwa yanatokeaje? Lakini kwa lengo la kwamba Kristo ukimpa maisha, hivi vyote anavifuta, maana anazo nguvu kuliko mapepo. Na ndio maana nikwambie usiogope, hata kama mapepo
ushindi juu ya maisha yako. Kristo ukimkubali na ukampa nafasi, anayafuta yote na anakuumba upya, unakuwa salama. Sema amen. Naomba usimame. Zile ni kalenda za wachawi. Wanakale wanajadili maisha ya mtu, wanajadili tumuharibieje maisha. Unajikuta ghafla maisha yanaenda ndivyo sivyo. Biashara zinafeli, ndoa inavunjika, watoto wanaacha masomo, kila unachofanya hakiendi. Nataka nikwambie, ukishaona dalili hizo mwanadamu, tambua 100% wabaya sio binadamu. Mbaya ni shetani kwa 100%. Na hakuna njia ya kushinda. Waganga wa kienyeji wasikudanganye, hawawezi kuokoa mtu, ila Kristo Yesu aliyekufa na kufufuka, yeye peke yake anaweza kutusaidia. Na ndio maana jioni ya leo nataka kusema maneno haya, heri kumkimbilia huyu Bwana. Nataka niombe ulinzi juu ya maisha yako. Usiondoke kwanza, nikuombee ulinzi wa Mungu. Maana najua nimefichua siri hizi nzito, nimechokoza vita dhidi yako. Lakini usiogope chochote. Mungu tuliyempokea ni ushindi zaidi ya washindi wote. Anazo nguvu kuliko mapepo yote. Sema amen. Kuanzia kesho kutwa nitakwambia jinsi nilivyookoka. Ilikuwaje nikaokoka? Kuzimu inashindwaje kuwatesa watu walio na Yesu? Na inakuwaje wachawi wanaokoka? Nitakwambia sababu zote. Maadamu nimekuja na siku ni nyingi niko hapa, kila kitu kitawekwa wazi. Na kuanzia kesho tunaomba maombi ya fichua. Hakuna uchawi katika Yakobo, wala hakuna uganga katika Israeli. Nisaidie kusema amen. Hakuna inamisha kichwa chako, funika macho yako. Nami ninanena tamko la kiroho. Nyamaza kimya nikuombe. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya masikio yaliyosikia injili hii. Ameelewa jinsi misheni ya shetani inavyofanya kazi. Asante kwa kufunua wazi siri ya kuasi ya uharibifu inavyofanya kazi kwenye ulimwengu wa roho. Ndio maana maandiko yametabiri, yanasema Bwana asipolinda nchi, yeye alindaye anafanya kazi kule. Bwana asipojenga nyumba, ajengaye anafanya kazi kule. Yesu, kwa ajili ya mtu huyu, Roho Mtakatifu usinyamaze. Kwa ajili ya mama huyu, Roho Mtakatifu usinyamaze. Kwa ajili ya baba huyu, Roho Mtakatifu usinyamaze. Ile haki yake iliyopotea ninaitangazia kurejea tena. Maana ulisema utayarudisha yale yote yaliyoliwa na nzige, yaliyoliwa na parare, yaliyoliwa na tunutu, yaliyoliwa na madumadu, kwa jeshi la watu wako. Ninatangaza kufunguliwa vifungo vyote kwa jina la Yesu Kristo. Na ninaiambia kuzimu, tangu sasa achia maisha ya watu hawa. Achia katika jina la Yesu. Amen. Nisikilize kidogo sasa. Yesu alisema hivi, yeye ajaye kwangu
sitamtupa kamwe, sitamtupa kamwe. Na akasema wote waliompokea Yesu aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Na akasema amwaminie mwana anao uzima wa milele. Na akasema tunaoliamini jina la Yesu hatuko chini ya sheria ya utumwa. Hatukupokea sheria ya utumwa wala ya mauti, bali ni sheria ya Roho, ambayo kwa hiyo tunailia Aba, yaani Baba. Nataka nikupe ushawishi huu. Mimi nimeshajua ukweli na sionewi tena. Ukweli wenyewe ni kuokoka.